Karibuni tena kwenye channel yenu pendwa ya Bible True Promise Ministry. Ni siku nyingine tena ambayo kwa neema zake Mungu tunakwenda kutazama ukweli mwingine wa leo ambao utatusogeza karibu na nyuma za Kristo. Tumekuwa kimya kwa takriban mwezi mmoja hivi, tulikuwa tunaandaa project ya kitabu cha Masihi 2031 unavyokuwa ndani ya Biblia. Na sasa kitabu hiki kiko tayari kwa wale ambao wanahitaji kupata nakala moja au zaidi ya moja ya kitabu cha Masihi 2031 unavyokuwa ndani ya Biblia. Mawasiliano yapo, tunaweza kutafutana kwa mawasiliano ambayo yako chini hapo, ukaweza kupata nakala yako ambayo itambariki mtu mmoja au watu wawili na kuandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo ambao hauchukui muda mrefu. Mpango wa ukombozi ambao tumejifunza siku zote kwamba umejengwa chini ya miaka 6 duniani hapa, na mwaka ule wa 1000 tutakuwa mbinguni. Hivyo na ratiba hizo za kimasihi upendwa zinafungiwa wazi ndani ya maandiko matakatifu, lakini pia tunatazama hata wakuu wa dunia wakieleza kuhusu habari ya 2030. Hivyo kuna ukweli mkubwa mno ambao Mungu anahitaji kufahamu, na huu ukweli utaupata kwenye vitabu vya Masihi 2031 unavyokustua ndani ya Biblia. Agiza popote kule inaweza kufikia. Na kwa kuwa project hiyo imekwisha sasa na watu wanaendelea kubarikiwa, tunatamani tuendelee na mfululizo wa masomo ya mpango wa ukombozi. Na leo tutakuwa na somo nzuri sana ambalo linatusogeza karibu na msalaba wa Kristo, na somo hili linasema kutambua wakati, ujumbe ulioibiwa. Kutambua wakati na ujumbe ulioibiwa. Tunawezaje kutambua ya kwamba tunaishi katika wakati gani kama hatutajifunza kwa Kristo? Tunawezaje kutambua ni ujumbe gani ulioibiwa kama hatujifunza kwa nabii? Hivyo katika mfululizo wa masomo haya mpango wa ukombozi, Mungu wetu wa mbinguni atatuandaa vyema na kutusaidia kutembea katika njia ambazo natamani tutembee nazo. Mungu anakuja siku sio nyingi, na hatamani akutwe hatamani amkute mtu yoyote yule hajajiandaa. Itakuwa ni hasara mno mtu wa Mungu kuzaliwa na kuishi katika ulimwengu huu na bado ukapoteza uzima milele. Itakuwa ni hasara kubwa kiasi gani? Hivyo unapojifunza masomo haya ni kuombea kwamba usipange kukosa katika mfululizo wa masomo, maana Mungu wetu wa mbinguni atatubariki na kutuongoza sana. Na kabla tuanze somo hili, tusome nukuu inatoka kitabu cha Maandiko ya Awali ukurasa 3 paragrafu ya 2, na Ellen White anasema hivi: lakini masomo kama hema takatifu pamoja na siku 2300, amri za Mungu na imani ya Yesu vinaeleza kwa usahihi mwamko uliopita wa wana marejeo na kuonesha msimamo wetu wa leo, kuimarisha imani ya mwenye mashaka na kuweka wazi utukufu ujao. Mara nyingi nilioneshwa ya kuwa haya ndiyo masomo ya msingi ambayo wajumbe wa Mungu, haya ndiyo masomo ambayo Biblia inasema kwamba ni ya msingi alioneshwa kuhusu habari ya hema takatifu, ambapo ndipo mpango wa ukombozi ulipojengwa, kuhusu habari ya zile siku 2300 ya Danieli 8:14, amri za Mungu na imani ya Yesu. Anasema kwamba mara nyingi nilioneshwa ya kuwa hayo ndiyo masomo ya msingi ambayo wajumbe wa Mungu wanapaswa kukawia juu yake. Hivyo tutakwenda kukawia kwenye haya masomo ya hema takatifu pamoja na zile siku 2300 tuweze kujua nini Mungu anataka tukifahamu katika saa hizi za kufunga historia ya ulimwengu. Na hivyo mpendwa, kabla tujaanza somo hili la kutambua wakati la ujumbe ulioibiwa, tuweze kunyenyekea na tuweze kupata ombi na Kristo aweze kutuongoza mwanzo hadi mwisho wa somo hili. Karibu sana mpendwa, tunapotafakari somo hili ambalo litatufungua macho na kutusogeza karibu na Kristo. Karibu sana tunapoanza kwa ibada. Tuombe.
Tunakushukuru sana Mungu wetu kwa sababu ya upendo wako kubwa ambao unazidi kuonesha katika maisha yetu sisi watoto wako. Ni dhahiri ya kwamba isingelikuwa Kristo kufa msalabani, hakuna hata mmoja Jehova ambaye angelisimama akihubiri, hakuna hata mmoja ambaye angesimama akitembea. Tungelikuwa Jehova tumepoteza tumaini. Lakini kwa sababu ya upendo wako mkubwa, uliamua kumshusha Yesu afe kwa ajili yetu. Tunapoanza sasa masomo ya kumfunua Yesu kwenye mpango wa ukombozi kupitia hema takatifu na zile siku 2300, tunahitaji Roho mwaminifu wa kiongozi wetu tunapoanza somo hili na masomo mengine, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante. Tumesoma ya kwamba masomo kama hema takatifu, masomo kama siku 1300, amri za Mungu na imani ya Yesu, ndio masomo ambayo wajumbe wa Mungu wangelipaswa kukawia sana. Na haya masomo kama yatafundishwa kwa watu na wainjilisti, wachungaji pamoja na watu wa Mungu, wakafungua maandiko kama nabii anavyozungumza na kuwafundisha watu masomo haya, watu wengi watafunguliwa sana macho. Na ndio Mungu anazungumza Evangelism 17 paragraph ya pili ya kwamba kazi ya uinjilisti kufungua maandiko kwa wengine, kuwaonya wanaume na wanawake kwa kile kinachoujia ulimwengu. Kazi hii inapaswa kuchukua zaidi na zaidi muda wa watumishi wa Mungu. Tunazungumzia kuhusu habari ya muda na wakati. Kama tunatamani watu wa Mungu waweze kubadilishwa, inapaswa tutumie muda mwingi zaidi kwa ajili ya kufunua mpango wa ukombozi. Bila shaka tuna wakati mchache sana ambao tumepewa kwa ajili ya kujiandaa na kuandaa wengine na marejeo yake Kristo. Hivyo inahitaji muda mwingi kumfahamu Mungu. Inahitaji muda mwingi sana kuambia watu habari za Mungu. Inahitaji muda mwingi sana kwa mtoto wa Mungu kujenga tabia ya Kristo katika maisha yetu. Hii sio jambo la siku moja. Inahitaji muda mwingi sana kwa mdhambi kubadilishwa kufanana na Mungu. Inahitaji muda mwingi sana. Na Ellen White's Testimony for the Church, volume ya 5 ukurasa wa 618 paragraph ya kwanza, anasema hivi: nyambu ya Injili inakusanya vitu vizuri na vichafu. Yaani neno la Mungu linapotolewa katika ulimwengu linakusanya vitu vizuri na vichafu, lakini inachukua muda mrefu sana kwa tabia kujengwa. Muda mrefu sana kwa tabia kujengwa. Tuna muda mchache sana kwa ajili ya kujiandaa, lakini inahitajika muda mrefu sana kujenga tabia. Muda mrefu sana kujenga tabia. Musa ilimbidi miaka 40 kujenga tabia ambayo ingemuongoza kuongoza wana wa Israeli na kuacha elimu ya Babeli. Inatuhitaji muda mrefu sana kurejesha tabia ya Kristo katika maisha yetu, lakini muda tulionao ni mchache. Kwa maana nyingine, kazi tulionao ni kubwa, lakini muda ni mchache. Kama kazi tulionao ni kubwa, muda mchache, ingelipaswa tutumie muda mwingi sana kwenye kazi. Na nini maana ya kazi? Na kazi kubwa ambayo tumepewa watu wa Mungu ni kuhakikisha kwamba Kristo anarejesha tena sura na tabia yake ambayo ilipotea Eden. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo Mungu leo hii anaifanya, na hii imefunuliwa kwenye mpango wa ukombozi kupitia hema takatifu. Hivyo kazi kubwa iliyopo ni kujenga tabia ambayo hatimaye kupitia tabia hiyo tutahamishwa na kuingia katika makao ya mbinguni. Adventsomu ukurasa wa 330 paragrafu ya pili pia inazungumzwa kwamba inachukua muda kubadilisha binadamu kwenda kwenye uungu. It take time to convert humanity up to divinity. Inahitaji muda sana, inahitaji muda ikusudi wapendwa tuweze kuwa kama Kristo kitabia. Na kama ndivyo hivyo, tutatumia muda mwingi sana kwenye kujifunza masomo haya, ili kusudi mpendwa
tuweze kujua kile Mungu alichokiandaa katika maisha yetu. Tuweze kujua kazi kubwa sio kwenda kanisani. Kazi kubwa ni Yesu kurejesha tena sura na tabia yake mwenyewe ambayo Adam na Hawa walipoteza. Hiyo ndiyo kazi kubwa. Hiyo ndiyo kazi kubwa. Na Ellen White anazungumza wazi kwenye maandiko ya awali au writings ya ukurasa wa 67 paragraph ya pili. Anasema hivi Ellen White: baadhi yetu wamepata fursa ya kufahamu ukweli na kusonga mbele hatua kwa hatua. Wengi wetu, nasema, na kila hatua tuliochukua ilitupatia nguvu kupiga hatua nyingine. Lakini sasa muda karibu umekwisha. Yaani muda huo wa kuondoka hatua kwa hatua ili kusudi kuweza kuimarisha, nasema karibia sasa huo muda umekwisha. Na kama muda umekwisha, mjumbe wa Mungu anasema nini? Anasema kwamba na yale ambayo tumekuwa tukijifunza kwa miaka mingi, tutapaswa kujifunza kwa miezi michache tu. Na tutatakiwa kuondoa mengi tuliojifunza na kujifunza mengine mengi. Kwa hiyo yale ambayo tulijifunza kwa miaka mingi, wapendwa, itatupaswa tujifunze kwa miezi. Na wale ambao tujifunza kwa miezi mingi, itatupaswa tujifunze kwa wiki, kwa sababu muda karibia umekwisha kabisa. Na kama tulifuatilia masomo ya Masihi 2031 unabii kustua, utagundua ya kwamba Kristo alipokufa mara ya kwanza wakati wa kuchipusha au katika wakati wa spring season, nabii wa Mungu azungumza kwamba hata marejeo yake Kristo atarejea kwenye zile sikukuu 3, yani ambazo zilikuwa zinafanyika wakati wa autumn au wakati wa kupukutisha, yani kwa kalenda ya Kiyahudi mwezi wa 7 kulikuwa sikukuu 3. Sikukuu ya kwanza ilikuwa sikukuu ya kupuliza mabaragumu, ya pili sikukuu ya upatanisho, na ya tatu sikukuu ya vibanda. Na haya yote yanafunua mpango wa marejeo yake Kristo. Hivyo nabii anasema kwamba kama Yesu alivyotimiza sikukuu 4 za kwanza wakati wa ujio wake mara ya kwanza, ndivyo atakavyotimiza tena sikukuu zile 3 zilizobakia wakati wa ujio wake mara ya pili. Hivyo mpango wa ukombozi umefunuliwa kwenye hema takatifu, na hii ndicho anachokifanya Yesu leo katika patakatifu mbinguni, akirejesha sura na tabia ya mwanadamu iweze kufanana na yeye. Hii ndio kazi kubwa ambayo lazima watu wa Mungu tuweze kuifahamu, lazima tuifahamu. Na kwa sababu hiyo Shetani anabuni mbinu ili kusudi watu wa Mungu wasitambue kazi ambayo Mungu anaifanya kwa watoto wake, wasitambue kazi ambayo Kristo anaifanya akiwa kwenye chumba cha ndani cha patakatifu. Na ndio maana usikivu wa wengi leo hii hauko kwa Kristo katika patakatifu, na usikivu wa watu wengi leo hii uko kwenye hazina ya hii dunia. Usikivu wa watu wengi leo hii uko kwenye elimu ya hii dunia. Usikivu wa watu wengi leo hii uko kwenye kazi na ajira za hii dunia, pasipo kuchukua muda mwingi kwa ajili ya kujifunza kazi ya Mwokozi ambayo anaifanya katika hema takatifu kule juu mbinguni. Hivyo wengi hawatafaa kuandaliwa. Nabii wa Mungu Pambano Kuu ukurasa wa 488 paragrafu ya kwanza anazungumza wazi ya kwamba Shetani anabuni na kuvumbua hila na njama zisizo na idadi za kumiliki akili zetu. Asema ili zisiweze kufikiria sana juu ya kazi kuu ambayo tunapaswa kuijua kwa undani kabisa. Kumbe Shetani anachokifanya, analeta idadi ya mambo mengi ambayo yatamiliki akili zetu, ili kusudi watu wa Mungu tusiweze kufikiria juu ya kazi kuu. Kazi kuu ni ipi? Ni kumrejesha mwanadamu kwenye sura na tabia ya Mwokozi. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo lazima watu waweze kuifahamu. Ni kumpeleka mwanadamu kwenye hema, kwenye chumba cha ndani cha patakatifu, ambapo ndipo kazi kubwa ya kumrejesha mwanadamu
inapofanyika. Kona nabii anazungumza wazi. Ndio maana leo hii watu wengi wanapoteza muda mwingi kwenye kutazama television. Muda mwingi unatumiwa kwenye kutazama mipira. Muda mwingi unatumiwa mpendwa kwenye mambo ya dunia, kazi za dunia, elimu ya dunia hii. Watu wanataka kupata PhD na mambo mengine, lakini pasipo kutumia muda huo kwa ajili ya kazi ambayo Mungu anatamani ikamilishe kwenye maisha yetu. Hakuna kiumbe kitakachoingia mbinguni kama hakina sura na tabia ya Kristo. Anasema kwamba mdanganyifu mkuu huzichukia sana kweli kuu zinazoeleza juu ya sadaka ya upatanisho na mwombezi mwenye uwezo wote. Kumbe shetani anachokichukia ni nini? Ni kweli kuu ambazo zinaeleza kuhusu habari ya sadaka ya upatanisho. Sadaka ya upatanisho ni Kristo ambaye alijitoa mwaka wa 31 AD. Na kingine nini? Na kazi ya mwombezi anayoifanya kule juu mbinguni ambaye ni Kristo yeye mwenyewe ambaye ana uwezo mkubwa. Hivyo hataki kabisa watu wafahamu. Na ndio maana leo masomo hata ndani ya kanisa ni masomo laini. Hautakuta somo la patakatifu inafundishwa, kwa sababu shetani anachukia sana kweli ambazo zinafunua kweli kuu ambazo zinamhusu Kristo katika patakatifu. Na ndio maana leo masomo ni laini, masomo ambayo hayambadilishi dhambi, hayamsogezi mdhambi kwa Kristo. Muda mwingi unatumiwa kwa ajili ya mambo ambayo hayafai ndani ya kanisa. Hivyo kazi ambayo Kristo anatamani kuifanya haiwezi kukamilika. Kazi haitoweza kukamilika. Haiwezi kukamilika. Na shetani anajua hili, anafahamu hili. Kwa hiyo watu wa Mungu anawaletea usingizi. Anajua wakilala hata kidogo tu hawezi kutambua na wataingia kwenye maangamivu. Testimony for the Church, volume ya kwanza, ukurasa wa 263, paragraph ya kwanza. Na pia Desire of Ages, ukurasa wa 759. Nasema nini nitakachokisema nipate kuamsha watu wa Mungu waliosalia? Anauliza hivyo, nini atakachokisema apate kuamsha watu wa Mungu waliosalia? Nilioneshwa kwamba matukio ya kutisha yako mbele yetu. Shetani na malaika zake wanashusha nguvu zao zote kwa watu wa Mungu. Hawashushi nusu wala robo, wanashusha nguvu zao zote. Kwa kundi gani? Kwa watu wa Mungu. Anasema kwamba anajua kwamba kama wakilala kitambo kidogo tu, anatambua kuwa uangamivu wao ni hakika. Desire of Ages, ukurasa wa 759. Anajua kama tutalala kidogo tu, uangamivu ni hakika. Na ndio maana leo hii watu wa Mungu wanapoamshwa na kuambiwa tujiandae kwa majio ya Kristo, kengele ni nyingi sana ya kwamba msiwasikilize hao. Watu wanatamani mahubiri laini, mahubiri ambayo yanawafanya waendelee kucheza na dhambi, lakini yanapoguswa masomo ya maandalizi, naambiwa don't listen to them. Shetani anafahamu ya kwamba kama tutalala kidogo tu, hakika uangamivu wetu ni hakika. Hivyo wapendwa, tunatamani kuamka na kutambua kazi ambayo Kristo anaifanya kwenye hema ya patakatifu, patakatifu kule mbinguni. Na shetani wapendwa haogopi wewe kwenda kanisani. Shetani haogopi kwamba kila Jumamosi unakwenda kanisani na unashinda kanisani. Haogopi mpendwa, hicho hakiogopi hata kidogo. Haogopi mpendwa unapotoa zaka na sadaka. Najua hata Wayahudi walikuwa wanafanya hivyo. Walikuwa nabeba yale magunia ya fedha na kupeleka, lakini Yesu aliwatazama akasema hakukuwa na dini ya unyenyekevu, ile dini ya matendo. Kwa hiyo Kristo anatazama tu watu wanapopambana
na dini ya matendo, wakihisi ya kwamba kwa kufanya hivyo Kristo anaweza kuwakubali. Lakini niwaambie kitu kimoja, shetani hicho kitu hakiogopi, haogopi. Tunaweza kwenda kanisani, tunaweza kuabudu, lakini bado shetani akatuacha na dhambi zetu ndani ya kanisa. Ambacho anakiogopa ni kipi? Anasema kwamba kwenye Selected Message volume ya kwanza ukurasa wa 124 paragrafu ya 2, nabii wa Mungu anasema kwamba hakuna kitu ambacho shetani anaogopa sana kama watu wa Mungu wakisafisha njia kwa kuondoa kila kikwazo, kwa kuondoa kila dhambi katika mioyo yetu, kwa kuondoa kila kikwazo ambacho kinazuia Yesu asifanye kazi kwenye maisha yetu. Ndicho ambacho shetani anakiogopa. Haogopi wewe kwenda kanisani, haogopi kuita wewe Mwadventista, haogopi chochote, lakini anachokiogopa ni hicho. Anasema kwa nabii wa Mungu, ili kwamba Bwana aweze kumwaga roho wake katika kanisa linalodhoofika na kusanyiko lisilo na toba. Kumbe anachoogopa ni hicho. Anaogopa kuona watu wakiondoa vikwazo, ili kusudi Kristo aweze kumwaga roho wake kwa kanisa na kwa kundi lisilo na toba. Kama shetani angekuwa na njia yake, kamwe kusingekuwa na uamsho mkubwa au mdogo hadi mwisho wa wakati. Kumbe ndicho shetani anachokiogopa. Na watu wa Mungu, kila ambacho kimefunikwa katika maisha yetu, katika macho yetu, hatujui nini maana ya uamsho wa kweli. Hakuna uamsho wa kweli, ila kuna counterfeit revival information. Kuna uamsho bandia ambao ndio leo unaendelea, uamsho ambao hauhitaji matengenezo. Unakutana na watu na kuambia kwamba wala hakuna haja ya jumbe kali kama hizo. Hakuna haja ya kuambia watu waende country, maana Mungu atatandaza meza jangwani. Hakuna haja. Hakuna haja, lakini nabii wa Mungu Christian Service anasema kwamba kurasa 41, uamsho na utauwa wa kweli miongoni mwetu ni wenye uzito na wenye uharaka kwa mahitaji yetu yote. Kupata huu inapaswa kuwa kazi yetu ya kwanza. Kupata huu uamsho na utauwa wa kweli, sio uongo ambao hii leo inapelekwa kwamba watu wataokolewa tu, hakuna haja ya country living. Wanaoenda country living hao wanakimbia, wanasema kwamba wameshaanza kuandaa pia na mapango ya kwenda. That is a forced revival. Forced revival. Hiyo haitawaandaa watu, inawafanya watu walale, walidhike, lakini wakati kazi inaendelea kukoma katika mahakama ya mbinguni, kazi ambayo ilitakiwa ifanyike kwenye maisha yetu haiwezi kukamilishwa. Ni mbinu ambayo shetani amepanga kuitumia mpaka mwisho wa wakati. Kumbe hii uamsho wa utauwa wa kweli ndiyo inapaswa kuwa kazi. Wakati Kristo anafanya kazi katika patakatifu kumkabisa mwanadamu, mimi na wewe ni lazima tufanye kazi ya kuondoa vikwazo vyote ambavyo vinaweza kutufanya Roho Mtakatifu asimwage katika maisha yetu. Hicho ndicho ambacho, yaani lazima kuwe na muunganiko kati ya uungu pamoja na binadamu, yaani combination, union between humanity and divinity, ambapo itamfanya mwanadamu mdhambi aweze kushinda dhambi. Na dhambi hizi lazima zishindwe kabla Sunday law. Lazima zishindwe kabla sheria nini? Kabla sheria Jumapili evangelism ukurasa wa 195 paragrafu ya kwanza. Nabii anasema kwamba hatari ya siku za mwisho ziko mbele yetu. Na katika kazi yetu ambao lazima tufanye sehemu yetu, katika kazi yetu tunapaswa kuwaonya watu kwa hatari walionayo. Yapaswa waonye watu kwa hatari walionayo. Hebu tusiache kugusa yale matukio muhimu sana ambayo unabii umedhihirisha au umeonesha. Kama watu wetu wangeamka nusu tu, kama kitakuwa karibu matukio uliooneshwa katika Ufunuo, matengenezo yataletwa katika makanisa yetu.
na wengi sana wataamini ujumbe. Kumbe kinachokosekana ni nini? Ni kuambia watu hatari za matukio yaliyoko mbele yetu. Watu hawafunuliwi nabii kwa kina. Watu wamebaki na unabii wa ndani na siku zetu, yani unabii wa historia. Lakini unabii wa tukio linalotukia, watu wakiletea wanaambiwa wanaharakisha matukio, wanaharakisha taabu. Hicho ndicho ambacho kinazungumzwa na wengi, kwamba hao wanaharakisha taabu, wanaharakisha matukio. Unabii unaotimia unapoletwa mbele za macho ya watu, ambiwa hapana, huo ni moto mgeni. Lakini nabii wa Mungu anazungumza wazi ya kwamba hatari ya siku zetu, hatari ya siku za mwisho ziko mbele yetu. Na kinachozungumzwa ni hatari gani wapendwa? Sheria Jumapili, Sunday law, ndio iliyoko mbele yetu, na ni lazima watu waelezwe. Na wakishaelezwa, nabii anasema kwamba matengenezo yataletwa katika makanisa yetu, na wengi sana wataamini ujumbe. Ndiyo kazi ambayo ingelipaswa tuifanye. Hiyo ndiyo kazi ambayo ingepaswa tuifanye. Na kama hiyo kazi hatutoifanya wapendwa, ni ngumu sana kuandaliwa. Ni ngumu sana wapendwa kuandaliwa, kwa sababu Kristo hawezi kukamilisha kazi peke yake. Mimi na wewe yapaswa tushirikiane na Kristo kukamilisha kazi ambayo anaifanya. Na wapendwa, hii inahitaji muda. Inahitaji muda kumfahamu huyu Mungu. Sio jambo la siku moja wala siku mbili. Ilimhitaji muda wa miaka 40 Musa kumfahamu Mungu, na Mungu akamwita Musa kwa rafiki yake. Halikuwa jambo la kawaida. Ilimhitaji muda mrefu sana Ibrahim kumfahamu Mungu, na Mungu akamwita Ibrahim kwa rafiki yake. Ilimhitaji muda mrefu sana Yakobo kumfahamu Mungu, na Mungu akamwita Yakobo kwa rafiki yake. Itatuhitaji muda mrefu sana kumfahamu Mungu, na Mungu aweze kutuita rafiki zake. Unajua, watakaoingia mbinguni watakuwa ni marafiki wa Mungu na si kitu kingine. Hivyo ziko hatua 3 za kumjua Mungu, na hatua ya kwanza ni kujua na kuelewa wakati. Ni lazima tujue ni wakati gani tunapoishi. Itatusaidia mno, itatusaidia mno wapendwa. Na tumeshajifunza kuhusu habari ya miaka 6000 ambao ni unabii unaopingwa mno na watu wengi. Kama hatujui wakati, na kama hatuelewi wakati wapendwa, hatutajua nini cha kufanya, kwa sababu Mungu anahitaji watu ambao wataelewa wakati tulionao. Kristo alielewa wakati aliokuwepo, na ndio mahubiri ya Kristo yote ilikuwa wakati umetimia, wakati umetimia. Hata Yohana Mbatizaji alijua wakati alipokuwa anaishi, akasema tubuni na kuamini. Nuhu pia naye alijua wakati aliokuwa akiishi. Inakuwaje sasa wakati wa karne ya mwisho hii, wakati wa mwisho miaka 6000 hatusijue wakati? Inakuwaje tusifahamu wakati? Ni kitu ambacho wapendwa hakiwezekani. Ni lazima watu waweze kujua wakati, ili kusudi waweze kujiandaa na kuandaa wengine kwa ajili ya ujio wa Kristo. Na wakati wapendwa tulionao ni mchache sana, maana miaka 6000 inakwenda kukoma. Kitabu cha Nyakati wa kwanza kinazungumza wazi ya kwamba lazima kuwepo na kundi la watu ambao watafahamu wakati. Lazima walikuwepo. Kabila hili lilijua, kati ya makabila ya wana wa Israeli lilijua wakati. Kwa hiyo Wayahudi walikuwa na watu waliojua wakati 12:32 ambao lilijua wakati. Nasema kwamba na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yawapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao.
Kumbe tumezungumza ya kwamba kama tunatamani kumjua Mungu lazima tujue wakati. Na tukishajua wakati, watu wa Mungu, tutajua nini cha kufanya. Na tukijua cha kufanya, watu wa Mungu, jambo la tatu, tutatenda kwa neema ya Mungu na kwa rafiki wa Mungu. Kwa nini tusichukue muda kujifunza wakati? Kama ndivyo hivyo, kwa nini tusichukue muda kujifunza wakati? Na kwenye masomo ya Masihi tumejifunza wakati. Na tumesema jambo la pili ni kujua nini cha kufanya. Yesu aliwaambia wazi kwenye kile kitabu cha Yohana 15 mstari wa 14. Unajua nizungumza nini Kristo? Tazama 15:14, maandiko yanasema kama ifuatavyo: nanyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Kumbe kama tunataka kuwa rafiki wa Kristo, tutende yale Kristo ambayo anatuamuru, mambo ambayo yanahusu wokovu. Na Kristo yuko wapi leo? Patakatifu. Kipi ambacho tunataka tukijue Kristo? Hema ya patakatifu na mpango wa ukombozi. Kumbe kama tunatamani kuwa rafiki wa Yesu, lazima tujue mpango wa ukombozi, lazima tujue kazi ambayo Kristo anaifanya, sababu na Biblia inazungumza wazi kwamba masomo haya ya ujumbe wa Mungu ni lazima wangetumia muda mwingi sana kushughulika nayo. Jambo la tatu, kutenda kwa neema ya Mungu na kuwa rafiki wa Mungu. Kama ndivyo hivyo, Ibrahimu alichukua muda mrefu kujifunza wakati, na Mungu akamwita rafiki yake. Kitabu cha Yakobo, twende pamoja, waraka wa Yakobo 2 mstari wa 23. Mungu akamwita Ibrahimu kwa rafiki yake kwa sababu Ibrahimu alitumia muda mwingi kumjua Mungu. Kama tunatamani rafiki wa Mungu, lazima tutumie muda mrefu kwa na Mungu. Yakobo 2:23, maandiko nasema hivi: maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu, akahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Na kama tunatamani Kristo aweze kutuvika haki yake, ni lazima tutumie muda mwingi sana kumjua huyu Mungu, kumjifunza huyu Mungu, tuweze kujua mpango wake wa ukombozi. Nasema kwamba atatuita rafiki zake. Lakini pia Yakobo aliitwa rafiki wa Mungu kwa sababu alitumia muda mwingi kuwa na Mungu, kumjua huyu Mungu. Na tunafahamu historia ya Yakobo na Esau. Uzoefu ambao alipitia Yakobo ni uzoefu ambao watu wa Mungu pia ambao wataingia kwenye tabi ya Yakobo lazima wawe nayo. Ni lazima wamjue Mungu. Kila ambacho Yakobo alikuwa anakipitia wakati ndugu yake Esau alikuwa karibu kuja kuangamiza kwa sababu ya kutoa ulisi uzaliwa wake wa kwanza, ndicho ambacho watu wa Mungu kwa sababu ya sheria za Jumapili zitakavyokuwa ngumu duniani hapa, watu wa Mungu wakati mlango leo utakavyofungwa watakuwa kama Yakobo kumlilia Mungu, na hao lazima wawe rafiki wa Mungu. Haitowezekana kwa yote yule ambaye sio rafiki wa Mungu kushinda wakati wa sheria ya Jumapili. Hivyo ni kazi kubwa sana ambayo yapaswa kuifanya. Yakobo kwenye kitabu cha Isaya 41 mstari ule wa 8, Mungu anamtaja Yakobo kwa rafiki yake. Anasema kwamba nawe Israeli mtumishi wangu Yakobo, niliyekuchagua mzao wa Ibrahimu rafiki yangu, wewe niliyekushika toka miisho ya dunia na kukuita toka pembe zake, nikikwambia wewe mtumishi wangu, nimekuchagua wala sikukutupa. Yakobo naona alikuwa rafiki wa Mungu, ndio maana Mungu alimuita rafiki yake kwa sababu alitumia muda mwingi kujifunza habari za Mungu. Lakini pia Musa ambaye alitumia miaka 40 akiwa jangwani Midian kufahamu matakwa ya Mungu, Mungu alimuita kwa rafiki yake. Na hivyo kwa sababu sisi tuna wakati mchache sana, itapaswa tutumie muda mwingi sana kusudi Kristo aweze kutuwa rafiki zake. Kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 11.
Kutoka 33:11 tusoma 13 pia na 17. Maandiko yanasema hivi, 33:11 inasema kwamba naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka akarejea hata malangoni, bali mtumishi wake Joshua mwana wa Nuni naye ni kijana hakutoka mle hemani. Mungu akazungumza na Musa kama rafiki yake. 13 maandiko yanasema hivi, basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndio watu wako. Tazama jinsi Musa anavyomwomba Mungu mambo nyeti. Na unajua watu wa Mungu, kwa sababu Mungu tumemwacha, hata wakati mwingine hata tunapoomba hatusikii, kwa sababu si rafiki yetu. Lakini kama tutamfanya Mungu kwa rafiki yetu, kwa kuondoa vikwazo vyote katika maisha yetu, nakwambia kwamba Mungu atajibu kwa kumwaga Roho wake Mtakatifu. Na 17 anasema kwamba Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Mpaka Mungu akufahamu jina lako mpendwa, it need time, inahitaji wakati, inahitaji muda, ili kusudi Kristo aweze kutengeneza tabia yako. Wakati Kristo anafanya kazi patakatifu ya kurejesha sura na tabia yako ambayo imepotea, hivyo nawe pia lazima ufanye kazi kwa kuondoa vinyago, kwa kuondoa dhambi, kwa kuondoa mambo yote ambayo yanamfanya Roho wa Mungu asikae ndani ya maisha yetu. Ndicho anachokihitaji Mungu. Hicho ndicho anachokihitaji. Lakini leo makanisani watu wanaambiwa kwamba njooni kama mlivyo, Mungu atawabadilisha. Wapendwa, tumepoteza taswira. Watu lazima waambiwe Mungu anahitaji standard gani. Unajua, tunapowaambia watu waje kama walivyo bila kuambia standard ya Mungu, wapendwa, watakuja na wachawi, watakuja na kina Balaamu, wapendwa, ambao hatima yao ilikuwa ni kuangamizwa. Mtu standard ya Mungu inapowekwa, wanakuja watu wa viwango. Standard ile si kwamba Mungu anatakiwa dhambi, hapana. Mungu anataka wadhambi waliokubali kuacha dhambi. Hataki wadhambi ambao wataendelea kuwa kwenye dhambi. Ndio mpango wa Mungu, kurekebisha na watu waweze kufanana. Ndicho anachokihitaji Mungu. Ndicho anachokihitaji. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo wapendwa, ujumbe wa kanisa la Waadventista ulikuwa ni ujumbe wa kumrejesha mtu. Ilikuwa ni kazi ya kumrejesha mtu kufanana na tabia ya Kristo. Na huu ujumbe wapendwa unafunuliwa kwenye hema takatifu. Na ndio ujumbe ambao Musa na Wayahudi waliotumia muda mwingi sana kujifunza ndani ya miaka 40. Lakini leo hii ujumbe hauzungumzwi wala hausemwi na wale wanaojaribu kurejesha mpango, wanaitwa waasi. Nilisikia siku moja kiongozi mmoja anasema kwamba hakuna haja ya kufanya mambo ya country. Anasema kwamba hawa wanaofanya mambo ya country wameanzisha bustani za mboga mboga. Anakejeli ujumbe ambao ndio kuwarejesha watu, kwa sababu sehemu za mijini tuko occupied. Sehemu za mijini tunatumia muda mwingi kutafuta pesa, lakini sehemu za country muda mwingi utatumiwa kwa ajili ya kumtafakari Mungu. Hivyo kazi ambayo yapaswa kukamilishwa itakamilishwa, lakini tutapokuwa mijini itakuwa ni ngumu mno kukamilisha tabia, na watu hawataweza kuandaliwa kwa ajili ya ujio wa Kristo. Kazi haitamalizika. Na kama kazi haitamalizika kwako, huwezi kuingia mbinguni, kwa sababu Kristo hawezi kukokota mtu. Mpango wa ukombozi ni mdhambi na Kristo washirikiane. Kristo hawezi kufanya kazi yake. Ndio maana Kristo anazungumza kwamba unapomwingia yeye, inasema jitwike msalaba wako nifuate kila siku. Hasemi nitwishe msalaba wako ni ubebe. Anasema kwamba tujitwike msalaba tumfuate yeye kila siku. Ndiyo kinachozungumzwa leo. Sasa watu wanaambiwa kwamba
Mwache Kristo atafanya yote. Ameshafanya msalabani na anafanya patakatifu. Fanya sehemu yako kwa kutii ujumbe kila Mungu anachokizungumza. Ndio tuache kumonki ujumbe wa Mungu. Kama hatuelewi ujumbe huu, ni bora tunyamaze. Watu wa Mungu, wachungaji wengi watapoteza watu. Wengi watakosesha watu kuingia mbinguni. Na kwa sababu wachungaji ni popular, kwa sababu wanafahamika na watu wengi, chochote ambacho kinazungumzwa watu wanatia yes. Na kitokea mtu yote yule ambaye anakwenda kinyume na mchungaji huyo, ni kosa kwamba tusionelewe wabaya watu wa Mungu, viongozi wetu. Lakini imezungumzwa wazi ya kwamba hii ni swala death and life message. Ni swala uzima wa milele. Samuel ya kunyamaza wakati wasi kwa Eli ulikuwa ukiendelea. Hakunyamaza, alizungumza. Na ndivyo inavyotakiwa wajumbe kuzungumza. Kwa kweli tusiposema mawe yatazungumza. Lazima tuseme na watu wanalio kwa ajili ya ujumbe wa Kristo. Kazi lazima ikamilike. Hivyo mpango wa ukombozi, wapendwa, ilitakiwa uanze kupita langoni. Langoni kwenye hema takatifu ulikuwa unakutana kwenye oa nje, ulikuwa unakutana na nini? Unakutana na ata. Sawa? Au madhabahu ya kuteketezea. Ambapo kwa kawaida mzambi ambaye ameingia langoni kwa Kristo ni lazima litakiwa afahamu ya kwamba anapoingia kwenye hema takatifu lazima ajue kwamba lazima asulubishe nafsi yake. Na kitoka pale sasa alikuwa anafuata kwenye ubatizo, leva. Baada ya leva akiingia chumba cha kwanza, kulikuwa mikate isiyotiwa chachu ambayo ni neno la Mungu. Kulikuwa na vinara vya taa 7. Manake mdhambi anapomjua kuwa ni Kristo yeye ndo kafara yake peke yake, anaingia na batizwa. Baada ya kubatizwa alikuwa anasonga mbele kwa ajili ya kupokea mtakatifu na kusoma maandiko matakatifu ambayo ni mikate, ambayo ni Kristo mwenyewe. Na hii ingembadilisha mdhambi na kufanana na Kristo. Na akipata uzoefu huo, ilikuwa sio lazima arudi nyuma, lazima songe mbele, ambapo ndipo kuna kiti cha nini? Kuna kiti cha rehema, ambapo chini yake kuna zile amri au ile sanduku la agano, ambapo ndani yake kuna amri 10 za Mungu. Maana yake mzambi huyu kwa neema ya Kristo anapaswa ashike amri za Mungu. Sasa shetani ameiba ujumbe, badala ya kuanza na madhabahu ya kuteketezea, tunaanza na ubatizo. Na leo kanisa la Kristo linafanya kazi kuongeza namba ya washiriki, lakini wasiomjua Kristo. Na kazi kubwa ambayo Mungu anataka kuifanya ni afadhali apatikane mmoja ambaye anamjua Kristo. Rasilimali ambazo zinatumiwa kwa ajili ya kujaza kanisa zingetumiwa kwa ajili ya kukonvert mdhambi mmoja na kumfanya mwongofu, ndipo abatizwe na kusonga mbele. Tunachokifanya ni vice versa. Tunaanza na ubatizo, ndipo mtu afundishwe. Hakuna haja ya kuambiwa standard ya Kikristo. Leo tuna message hazipo za kuambia kwamba ni lazima standard ya Ukristo iko hivi. Sema kwamba lazima waingie, baadaye watafundishwa. Na wakishaingia, kwa sababu lengo lao ni namba, hawafundishwi kwa sababu wanakimbizana na namba kujaza kanisa. Kwa hiyo wanaendelea na kwa sababu waumini walioingia, waumini waliopo nao pia hawajui hata mpango wa ukombozi, hawana hata muda kushughulika nao hawa watu. Kwa sababu they are targeting on number, kuongeza kanisa, kupanua kanisa. Hiki ndicho kitu ambacho shetani anakipenda. Haogopi chochote kile kujaza kanisa. Anachokiogopa ni watu wa Mungu wanapoondoa vikwazo na neno la Mungu waweze kumwangwa. Hivyo mpango wa ukombozi ulitakiwa kuanza langoni kwenye madhabahu ubatizo. Leo ubatizo, madhabahu. Ndio maana leo tuna waumini wengi ambao hawako tayari kufanya matengenezo, kwa sababu walipoingia hawakuambiwa kwamba kuna matengenezo.
Hawakuambiwa ujumbe Yesu anawapenda, ndio. Kama Yesu anawapenda, njooni hivyo hivyo. Lakini hawakuambiwa kwamba Yesu huwa na standard pia, anahitaji viwango fulani. Na ndio maana leo hii jumbe umekuwa ni mgumu mno kupokelewa, kwa sababu jinsi walivyoingia watu walianzia na birika tawazia ambao ni ubatizo, wakaacha kwenye altar au madhabahu ya kuteketezea. Ndio maana leo tunasumbuka sana kwa sababu ujumbe umekataliwa. Ndio maana leo watu kiambia habari ya matengenezo hawako tayari. Itakiwa kafara ianze, ambayo ni kafara ya Kristo. Yaani kusulubiwa na Kristo kwanza ndipo ufanye ubatizo. Lakini leo hii ubatizo ndipo kusulubiwa na Kristo. Vice versa. Ujumbe umeibiwa. Ujumbe wetu umeibiwa na shetani. Ni mpango wake ya kwamba somo la patakatifu lisieleweke. Tunahisi kwamba tunapovuna mavuno mengi ndipo Mungu anafurahia. Mungu anatamani mmoja tu ambaye atamjua Kristo kweli kuliko mimi asomjua Kristo. Baada ya kuanza na kafara na ubatizo, na ndicho kinachoendelea, na kazi haiwezi kumalizika. Na Mungu hawezi kumaliza kazi na mfumo. Never. Haitawezekana. Na kazi ya leo ni nyumba kwa nyumba, ndio kazi itakayomaliza kazi. Ndivyo ukiona kiongozi anasema hakuna haja maandalizi ya sheria Jumapili na Mungu atatangaza meza jangwani na watu wanashangilia, ujue wote wamelala. Ukiona kiongozi anaona wale wanaofanya maandalizi ya kwenda country living na kuambia kwamba wanapanda bustani za mboga, bado ujumbe haueleweka. Ukiona kiongozi anasema hakuna haja kujua popo anafanya nini, ya kwamba cha muhimu ni kujua majina yako yameandikwa, utajuaje kama jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima kama haufanyi practice, kama haufanyi kila ambacho Yesu anataka kufanye? Utajuaje? Na ujumbe wa malaika watatu unataja Vatican, unataja upapa. Kama hautaji upapa, watu watafahamu vipi namna kujiandaa na sheria Jumapili? Kama ukikuta kiongozi kwa hivyo ujue bado yamjua Mungu, lazima asaidiwe, hajajua mpango wa ukombozi jinsi ulivyojengwa. Na ndio maana tunapigishana kelele. Mahubiri mengi leo ni ya kusema watu, kwa sababu hatujui nini maana mpango wa ukombozi katika hema takatifu. Na ukiona mtu kiongozi anapinga ujumbe wa miaka 6, ujue kwamba mpango wa hema takatifu sikukuu 7 hazifahamu, anahitaji kusaidiwa. Na hao wote nabii wa Mungu ni gospel workers, ukurasa wa 121 paragrafu ya 2, na mimi nasema kwamba wanaume na wanawake wapo katika saa za mwisho kabisa za rehema. Wanaume na wanawake wapo katika saa za mwisho za rehema, na bado ni wazembe na wapumbavu, na wahubiri hawana nguvu kuamsha. Hawa wahubiri hawana nguvu kuamsha. Kwa nini? Kwa sababu wao wenyewe wamelala. Wahubiri waliolala wanahubiri washiriki waliolala. Ndio hali ya kanisa leo hii. Wahubiri waliolala wanahubiri watu waliolala. Na ikitokea mtu anainuka kuamsha watu, wanaambiwa kwamba don't listen them. Kila mtu atavuna alichokipanda. Nabii wa Mungu alishaonya wazi ya kwamba nyota zitadondoka, watu waliomediwa nyota zitadondoka. Nabii wa Mungu anauliza wazi, je, tusubirie sasa? Kama hakuna haja kujua Sunday law, hakuna haja kujua habari za papa, kwa tusubiri mpaka Sunday law ndo tuzungumze. Tusubiri ndo tuzungumze kwamba kuna tukio linakuja, tuache tusubirie. Anasemaje nabii wa Mungu? Testimony volume 9 ukurasa wa 20 paragrafu ya 1 anasema kwamba, je, tunatakiwa kungojea hadi kutimizwa kwa unabii wa mwisho kabla ya kusema kitu chochote kuhusu huo unabii? Je, tusubirie mpaka unabii utimizwe? Anauliza swali na nabii wa Mungu Ellen. Maneno yetu yatakuwa na faida gani sasa? Anasema hivi, anasema, je, tungoje hadi hukumu za Mungu zimwagwe juu ya waasi kabla ya kuambia namna ya kuziepuka? Je, habari ya papa tusizungumze mpaka muda utakapofika?
Anasema kwamba imani yetu iko wapi katika neno la Mungu? Ni kukosa kwa imani huku. Kuogopa ni kukosa kwa imani. Huo ni uoga. Anasema, je, ni lazima tuone mambo yaliyotabiriwa yakitokea kabla ya kuamini kile Mungu alichokisema? Katika miale iliyo wazi kabisa, nuru imetujia kutuonesha kwamba siku kuu ya Bwana ipo karibu hata mlangoni. Hebu tusome na kuelewa kabla hatujachelewa. Wito wa nabii wa Mungu ni kusoma. Kwa nini? Kwa sababu tunalo neno la unabii lilo imara zaidi. Evangelism ukurasa wa 196 paragrafu ya pili. Watumishi wanapaswa kuwasilisha neno la imara la unabii kama msingi wa imani ya Waadventista. Unabii wa Danieli na Ufunuo unapaswa kusomwa kwa umakini sana. Na katika muunganiko wa maneno, tazama mwana-kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Utasoma unabii wa Danieli pasipo kutaja mnyama. Inawezekana kueleza unabii wa Danieli na Ufunuo pasipo kutaja papas. Hapana. Huu unaitwa false revival. Na kabla ya uamsho wa kweli tutakulia false revival. Hii ndio false revival ambayo inawaleta watu kanisani wasiomjua Kristo. False revival, kujaza makanisa. Hii ni false revival. Tunatazama kile ambacho kinatendeka kwenye makanisa Jumapili, nasi tunaiga mbinu yao ya kuongoa watu. False revival. Uamsho wa kweli sio huo. Mpango wa ukombozi. Dhumuni la Biblia kwenye education, dhumuni kuu la Biblia ni lipi wapendwa? Dhumuni ambalo kwa kila dhumuni jingine katika kitabu kizima kimejengwa ni nini? Ni mpango wa ukombozi. Dhumuni la Biblia ni mpango wa nini? Wa ukombozi. Na uwezi ukazungumza mpango wa ukombozi pasipo kutaja hema takatifu. Uwezi kuzungumza mpango wa ukombozi pasipo kutaja unabii. Uwezi kuzungumza mpango wa ukombozi pasipo kutaja sikukuu zile 7. Na mpango wa ukombozi wapendwa, uwezi kuzungumza pasipo kutaja miaka 6 ya ukomo wa pambano. Ni mpango wa ukombozi, urejeshwaji wa sura ya Mungu katika nafsi ya nini? Ya mwanadamu. Kumbe mpango mzima ni kurejesha sura ya Mungu katika nini? Katika nafsi ya mwanadamu. Kuanzia dokezo la kwanza la tumaini katika sentensi iliyotamkwa Eden hadi ahadi ya mwisho tukufu ya Ufunuo, mzigo wa kila kitabu na kila kifungu cha maneno ya Biblia ni ufunuo wa dhima hii ya ajabu. Yule anayeelewa kikamilifu wazo hili, mbele yake anao uwanja mpana mno wa kujifunza. Anaufungua mbao utamfungulia vyumba vyote vya hazina ya neno la Mungu. Kumbe kama kuna mtu anatamani kuelewa, ajifunze mpango wa ukombozi. Jifunze mpango wa ukombozi. Pambano ukurasa wa 488 paragrafu ya 3 na bila sema kwamba wale wote ambao wamepokea nuru kuhusu mafundisho haya wanapaswa kutoa ushuhuda wa kweli kuu ambazo Mungu ameziweka kwao. Kumbe lazima watoe kweli. Yaani wale ambao wamepokea nuru kuhusu mafundisho haya lazima wazieleze. Wanapozieleza, wapendwa, acheni kuonyesha vidole. Kila mtu amepewa nuru. Na nuru hii hupatikana kwa kujifunza. Kama tunazembea kujifunza, tunapojifunza na kueleza ya mambo, watu wanaweza kuona kama vile tunagushi, lakini ni kweli tupu. Asema kwamba patakatifu pa mbinguni ni kitovu cha kazi ya Kristo. Unaona? Kumbe patakatifu ni kitovu cha kazi ya Kristo. Je, haya masomo yanafundishwa kwa niaba ya wanadamu? Inamhusu kila mtu anayeishi duniani. Inafungua mpango wa ukombozi. Inatupeleka mpaka mwisho wa wakati wa kufunua matokeo ya ushindi wa shindano kati ya haki na dhambi. Nasema ni yenye umuhimu wa juu kabisa ambayo wote wanapaswa kuyachunguza kikweli kweli mafundisho haya na kuwa tayari kumjibu kila mtu ambaye anauliza sababu ya tumaini ambalo liko ndani yao. Kwa ni lazima tujifunze ya mambo, ni lazima. Na kama tujifunze wapendwa, hatutandaliwa kwa ajili ya ujio wa Kristo. Mpendwa, penda kukualika ya kwamba rejesha moyo wako kwenye mpango wa ukombozi. Akili yako itafunguka sana.
Acha kufuata popular preachers. Jifunze mwenyewe kwa maombi mengi. Soma roho, nabii usisomewe. Na Mungu atabadilisha maisha yako na utaangaliwa kwa ajili ya Kristo. Nitie moyo kwamba tuna muda mchache sana kujiandaa na kazi ni kubwa. Kazi tumesema ni namna ya kurejesha tabia ya Kristo. Kazi ni kubwa na muda ni mchache. Tutumie muda mwingi kujifunza na Kristo anapita. Kristo yuaje tena mara pili. Na kabla ya kutisha somo hili wapendwa, tuweze kupata ombi. Kristo yuaje. Karibu sana. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu tunajifunza tena somo nyingine. Tunapojifunza masomo haya mpango wa ukombozi, tunamwalika Roho mwaminifu atuongoze. Tusaidie tuweze kuandaliwa sote kwa ajili ya jina lako. Maana yetu ni kwamba Baba mbinguni, kama tutaondoa vizuizi hiyo, tutamwaga Roho wako na kazi itaisha. Tusaidie basi kutii ujumbe huu kwa Kristo Yesu. Amen. Watu wa Mungu mbarikiwe sana. Kwa wanaohitaji vitabu vya Masihi 2031, mahusiano yako tayari ili kufungua na kujua karibu marejeo ya Kristo na kujiandaa kwa ajili ya marejeo ya Kristo. Mungu atubariki sana na tujiandae kwa ajili ya ujio wa Kristo ambao uchukue muda mrefu. Kazi ni kubwa, muda ni mchache. Maranatha, Yesu yuaja tena mara ya pili.